Mchao Zasha hatari. Ushaanza mambo yako na mami, kwa sihitaji habari zako. Ni kweli mimi na wewe tulikuwa tuelewane, ila kwa sasa inabidi tu tuelewane, kwa sababu mimi na wewe tuna mpango mmoja. Mimi na wewe lengo letu moja. Kitakachofanya tusielewane ni nini? Hivyo inabidi uzoee. Sikiliza, kwanza umenishtukiza. Japokuwa mpango wetu ni mmoja, lakini sio kwa kushtukizana hivi. Mipango ina taratibu zake. Naona unachelewa sana. Yaani kila nikisubiri sipati matokeo mazuri. Mnachelewa sana. Shida ni nini? Na nilikuona kama unakuja kwa mtoto wako. Au ndo mmeungana? Lengo na madhumuni yangu ya kuja hapa mimi nimetaka nijishushe kwa mwamba. Mmekaa tumepangilia, kwanza nimeona wale jamaa hawezi mimi kuniongoza. Inabidi mimi ndio niwe kiongozi. Mimi ndio komando. Kwa hiyo kwa kuwa mimi ni komando, inabidi nipange mbinu za kivita. Wao wanifuatilie mimi. Yaani wafuate mgongoni kwangu. Kwa maana ya kuja hapa, nataka huyu mwamba mimi nijishushe kwake. Nikishajishusha kwake, manake yeye ataingia kwenye mfumo. Akiingia kwenye mfumo mimi namfinya. Na hivi ninavyokuambia, wale jamaa hawako mbali. Nimewaseti. Niliwapa dakika kadhaa tu, manake muda sio mrefu na watafanyaje? Watafika. Lakini sasa nimefika hapa ndani, huyu mwamba hayupo huko ndani. Wazo lenu zuri. Kama mmepanga hivyo, hilo wazo ni zuri. Na nahisi litaleta mafanikio mazuri. Lakini mwanao hapa hayupo. Kama kweli mmepanga huo mpango na mmeshirikiana wote kwa pamoja, inabidi mufanye kwa haraka iwezekanavyo. Mkichelewa tu, mpango utaenda tofauti na mambo yatawageukia. Na kila kitu mlichokipanga kitakuwa hakina faida tena. Mzee, kuwa makini. La sivyo mtoto wako atakumaliza wewe mwenyewe. Mimi hili nimelifanya kwa ajili ya kukusaidia tu shemeji yangu. Maana nimekuonea huruma. Nimekumbuka tulikotoka. Ila kuhusu usalama wangu mimi mwenyewe, mimi nimejipanga. Na nipo naandaa kikosi ambacho hakuna atakayenizuia. Wewe mwenyewe unajiona una kinga. Lakini kwa kikosi nilichokiandaa, nikitaka kukuzuru na kuzuru. Kwa hiyo fanyeni kazi yenu kwa wakati. Uambie na wenzako. Mkiiona sura yangu iogopeni. Hatari. Zasha hatari. Mama hawezi kumuua mwanae. Hayo ni maneno yako tu ya uongo. Kweni, mama anaweza kumuua mtoto wake. Hata baba pia anaweza kumuua mtoto wake. Mjomba anaweza kumuua mtoto wa dada yake. Kaka anaweza pia kumuua mtoto wa ndugu yake. Mtoto pia anaweza kumuua baba yake. Pia anaweza kumuua mama yake. Kwa sababu mwanadamu nafsi yake inaamrisha maovu. Acha kuamini watu. Mimi nakuelekeza tu. Binadamu hawapasi kuaminiwa. Asilimia za kujiamini, jiamini mwenyewe 100 na Mungu wako aliyokuumba. Hao ndio waaminifu. Kaka, hizo ni hadithi tu. Na asilimia kubwa naona tu kwenye vitabu. Asa unataka kuleta mambo ya live tangia lini? Alafu usinichonganishe na mamangu mdogo, umenielewa? Wewe ndio mbaya, mamangu mdogo ni mzuri. Wewe unajua tunaishije hapa? Yaani katika mtu tunaishi naye kwa upendo ni mama mdogo. Wewe umekuja tu na maneno yako ya ajabu hapa. Najua ni ngumu sana kumuelimisha mtu ambaye hataki kuelimika. Ni kazi sana yani. Aheri ukutane na mjinga sio mpumbavu. Maana mpumbavu chuo kikuu kafika yeye, Marekani kafika yeye, umeelewa? Kijijini kafika yeye, kila kitu anakijua yeye. Huyo ni mpumbavu. Bora mjinga ni mtu ambaye yupo tayari kupokea elimu. Sasa wewe ikiwa msomi, profesa, haikutana na maskini anayeongea pointi anamsikiliza ili kuogota ongezeko la elimu yake. Wewe ni nani ambao hata elimu ya dunia unapewa ushauri utaki kusikia? Sikiliza nikwambie, binadamu hawaaminiki, narudia. Mimi sikugombanishi na mama yako mdogo. Mama yetu wote. Lakini mimi simuamini binafsi. Kwa hiyo kuwa makini. Kula chakula chake kwa makini. Lala kwa makini. Otherwise tumfukuze hapa au la tutafute namna ya kuishi uje uishi kwangu, kwa sababu na mashaka na uhai wako. Hivi kaka, kwa hiyo uvokuwa mbaya, uvokuwa mchawi, ukazani watu watakuwa hivyo hivyo. Yaani wewe ukiwa mbaya, basi sio kila mtu atakuwa mbaya. Umenielewa? Aya, unataka simwamini mamangu mdogo. Nimwamini nani?
Yule ni mama yangu, umenielewa? Kwa lazima nimwamini. Kwa sababu ndo anakaa na mimi, hata nikiumwa usiku, yeye ndo anajua atafanyaje mpaka niwe sawa. Wewe si umekaa huko? Kwa hiyo usinipangie cha kufanya. Hii hadithi imekuwa ngumu sana. Sasa hii ni kesi ya punda na chui waliopeleka kwa Mfalme Simba. Chui alibishana sana na punda. Kiukweli chui alikuwa na pointi na punda alikuwa na pumba. Lakini walipofika kwa Mfalme Simba akagundua anataka kumpa pointi punda. Kwa kuwa chui ni msomi mwenye akili, anawezaje kupeleka kesi kwa mfalme kwa mtu ambao hana utambuzi wowote? Yaani hapa hata nikiongea kwa kiwango gani wewe huwezi kunielewa. Lakini neno ningelijua linakuja mwisho wa safari. Naogopa sana kuona kwamba sasa tuko kwenye kumalizia uhai. Umeelewa? Yaani hapo ndo kipindi ambapo mwanadamu anaweza akasema, Mungu, sijui nirudishe kama muda kidogo nyuma. Muda haurudi nyuma. Yaani cheza na vitu vyote. Hata kama Tanzania muda ni kitu kingine hatuthamini, lakini wenyewe utakuonesha thamani yake, kwa sababu muda ni hakimu wa kweli. Sikuombei mabaya kwamba ukuwe uyaone. Nilitaka tu ubadilike, lakini sasa hutaki. Haya. Sikia nikwambie. Siku nyingine ukiona huna pointi ya maana kuja hapa, basi usije katika nyumba yangu. Umenielewa? Aya, mshindi wewe leo. Kwa hiyo mmezoea kwamba mkubwa hawezi kusalimia, mdogo tu ndo anapaswa kusalimia. Kwani mimi na wewe mama ni nani? Mtoto siku zote ndo atakiwa msalimie mama. Hivi unafikiri katika sheria ya dini ya Kiislamu ilivyotoka, anayetembea wasalimia waliokaa, aliokuwa kwenye usafiri amsalimia anaotembea kwa miguu, mmoja awasalimie wengi? Mbona hakuna sehemu iliyoandikwa mtoto hapo kama ndo lazima hata kama akiwa mdogo ndo anatakiwa kusalimia? Sheria ya salamu haijalishi. Mimi nikikupigia simu wewe kama mzazi wangu, kila siku napiga mimi ikifika mara 10. Uwe baba, uwe mama, uwe shangazi, uwe mjomba, haufanyi marejesho, nafuta na namba yako. Hizo kwa dharau zako ulizonazo wewe. Lakini mtoto mwenye hekima huwa afanye hivyo. Kwa hiyo wewe unaona mimi na kiburi na jeuri? Mbona sijawahi kukuonesha hicho kiburi wala jeuri? Ila tu tunachojiuliza mimi, unawezaje yani kumlisha dawa mdogo wangu mpaka aone sisi ndugu zake sio kitu? Yaani anaumwa lakini anakimbia kuja kwako. Na sijakuuliza anaendeleaje, kwa sababu anakuja kwa mama yake ambao anampenda. Imani yangu ni kwamba atakuwa salama. Sina nilichompa mdogo wako, ni upendo wake tu na kunithamini kama mimi mama yake. Tofauti na wewe ulivyo. Unafikiri dharau ulizonazo wewe na yeye unataka awe nazo? Yeye hana. Na anajua kama mimi ni mama yake, na ndio maana ananiheshimu na kunipenda kama anavyofanya. Mama mdogo, nafikiri kama mnanipanda kichwani. Nidhamu ya yule mtoto inashuka. Hajui mimi nani yake na nimevumilia kwa muda mrefu. Hiyo ni kwa sababu nimewapa sehemu ya kukaa. Kwa kuwa mimi ndo mmiliki halisi. Hivi kwa nini watu wema mnawafanya kama ni tambala la kudekea? Wewe ni mmiliki wa nyumba au dada yangu ndo alikuwa mmiliki wa nyumba? Mama mdogo, unaona unataka kutengeneza vita ya Marekani na Irani. Tupigane nyuklia ambazo hazina kichwa wala mguu. Mimi ninavyokuambia utoke, natumia tu hiari, uungwana, ubinadamu, na ndio maana nimejaribu kukupa kamda kidogo. Na usije kujidanganya kabisa kwamba wewe una umuhimu. Ungekuwa muhimu basi mama yangu asingenisisitiza kuwa makini na kile kitu. Hakumsisitiza dogo wala wewe mwenyewe. Sikia nikwambie, nilivyoongea mimi namaanisha. Tena namaanisha kweli yani. Usije kujisumu kabisa maelezo nilokupa ukaacha kufanya. Kwa sababu unajua nakutafuta kwenye 18 uingie afu nikuoneshe. Na kama unajiona wewe una uwezo wa kuvimba, uwezo mzuri sana kunivimbia mimi, hapo ulipo nivue vazi la umama. Fanya fyoko. Sikiliza wewe mama, wewe mwenye roho mbaya. Nataka pale unapokaa uondoke haraka na kila kitu chako cha hovyo kama kipo kwenye ile nyumba kiondoke.
Sasa kama wewe ni jasiri, jeuri, bedui, hebu acha kutoka pale, afu nije nikuulize mbona bado upo, unijibu unavyoweza kunijibu. Hivi yeye kusikia ile hadithi kwamba kichwa cha mwanadamu kikipandwa kinaota na kinaota mmea ambao watakuja kula vizazi na vizazi? Nitakufanya jumba la makumbusho kama Mungu alivyomfanya Firauni kwa jumba la makumbusho. Na kuwapa wewe mama, sijamwapa Mungu. Na kuwapa wewe mama mdogo huyo. Toka pale, mwambie na wewe mpuuzi alikosa kunipatia heshima na kujichukulia maamuzi na kujiona yeye mkaragozi. Mimi hapa ni Ebugu. Sawa? Mtoto wa mama yangu. Sawa? Mjukuu wa bibi yangu. Usije ukanichokoza, afu baadaye ukaona mchokozi amekuchokoza wakati wewe ndo mchokozi mwenyewe. Toka haraka. Yaani mama yake alikuwa akiniona tu sura yangu ananiogopa. Yeye nani? Mbona hata tetemeki, aniogopi hata kidogo. Siku nikimshika yaani nitamfinya. Wewe vipi kijana? Unataka niuliza vipi tena? Nakuuliza vipi kwa sababu nimekuja pale sijawakuta. Alafu unaonekana wewe una wasiwasi. Nini tatizo? Bwana, yaani ulivyoondoka tu tumekaa muda kidogo tu, Ebugu anatokea pale. Ebugu akafika pale katuvuruga. Amewavuruga kivipi? Katuvuruga. Alafu brother na ubishi wake wote ule. Anaenda kumsogelea. Kasukumwa na kidole kimoja tu hivi. Mara moja. Sijajua mwelekeo wake, si kaelekea wapi. Na mpaka sasa hivi mimi sielewi brother si uko wapi. Si yupo Morogoro, si Iringa, si Mbeya, mimi sielewi. Mimi mwenyewe hapa nilikuwa nakimbia yani. Sikiliza. Usinichezee akili yangu. Ebugu hana uwezo huo. Ebugu hana nguvu hizo. Sawa? Mzee acha kubisha. Ninavyokuelekeza hivi, mimi hapa ndo nimepata majanga pale. Masaibu yote yametupata mimi na brother. Umeelewa eh? Kwa hiyo wewe ukiongea hivyo, mzee mimi na plani moja tu. Plani ipi hiyo? Hapa ni bora tutoroke. Tutoroke? Wewe msinitanie kabisa. Yaani wewe na kaka yako msinitanie. Hili tumeshalianzisha. Ni lazima tulimalize. Nimeelewa? Yaani ni lazima tulimalize. Tuhakikishe Ebugu tunafanyaje? Tunamuua. Mimi nina vita na mwanangu. Kwa hiyo niambie chochote. Mzee, mimi hapa naona bora niende kwa Azasha nikafe. Ama niende kwa Ebugu nikamwambia kila kitu. Naongea tena. Sitaki kusikia kauli yako. Kama kaka yako kakimbilia huko Morogoro, hiyo wapi? Hiyo ni yeye. Lakini wewe na mimi, lazima hili jambo tunalimaliza. Lazima tunamuua Ebugu kwa mikono yetu wenyewe, nikiwa mimi na wewe. Sawa? Sikiliza wewe. Hapa kazi ni moja tu. Wewe kiume ujue. Niachie basi. Nikuachie vipi? Niachie. Tunafanya kazi kufanya kazi. Wewe binti wewe. Mbona unanipita bila kunisalimia? Una matatizo gani? Unapopishana na watu ujue kusalimia. Na unanipita tu? Wewe huwezi kusalimia. Kama ungekuwa unaona ni muhimu kukusalimia, kwa nini usingeanza kunisalimia? Kwa mimi na wewe nani anatakiwa kumwanza mwenzie salamu? Mimi ni mtu mzima, nimekuzidi umri, unatakiwa unisalimie. Mama, changamka kwanza, nina haraka ninapoenda. Hivyo unanijibu hivyo unanijua mimi? Na mimi unanijua mimi ni nani? Mimi nakujua. Wewe si ni mke wa Maswaga? Umejuaje kama mimi ni mke wa Maswaga? Na ndio maana nakwambia, unapopita njiani ukikutana na mtu inabidi usalimie, kwa sababu mimi sio mtu wa kawaida, na ndio maana nilijua kwamba wewe ni mtu wa Maswaga. Ila kutokana na kiburi chako, acha tu nikupe kitu maalum, kitu ambacho hukifahamu. Huyo mumeo Maswaga huyo, tipwa mwenye kitambi chake mjini, ana mwanamke mwingine. Ana mwanamke mwingine anaishi naye kinyumba kama mke na mume. Alafu basi kabinti kenyewe ikazuri karembo, kwa jina anaitwa Miss Janet. Yaani kibinti kitoto kizuri? Hapana. Unamaanisha nini yani? Hizo pesa unazokulaga na mumeo, anayekudanganya kwamba anaenda kazini kutafuta pesa, anarudi kwako. Yaani jua huwa haendi kazini, haendi kokote, anakoenda ni kwa Janet. Anajivunia pesa zake, anakula raha zake, anarudi kwako. Unanielewa? Hiyo haiwezekani. Tena haiwezekani hata mara hii. Hata mara moja. Mume wangu ninayemjua mimi, mume wangu anavyonipenda,
mume wangu anavyonijali, tunapopendana. Mimi nimefundwa mara moja, sijawahi kurudia mara mbili. Sijawahi na sitaki kusikiliza maneno ya nje. Unanielewa vizuri wewe dada? Unataka kujua zaidi? Nikufolo yani nikufoloaje? Yani nikufolo wapi yani? Zasha@yahoo.com. Yaani hiko ndo nilichokitaka. Ili uchanganikiwe kama nilivyochanganikiwa mimi. Sasa na mimi nitakapata mawazo kama hayo. Ishi nayo. Mbona hivyo ni kitu kizito namna hiyo? Mume wangu mimi. Alafu kaniambia ni mfolo. Afadhali mganga umekuja kunitembelea. Naomba unisaidie kunipeleka hospitali. Naweza nikafa. Na ukinipeleka hospitali nitakupa nusu ya hii nyumba. Naomba unisaidie tu. Nitakufa hapa. Umesema nusu ya hii nyumba? Hii nyumba ni ya kwako? Hapana. Sio yangu. Ila lakini kakangu akijua kwamba umenisaidia kwa ajili ya uhai wangu tu, yuko tayari kutoa nusu ya nyumba na hata mara mbili yake. Wewe naomba unisaidie tu, uniokoe. Oh, kumbe watu wenye roho nzuri mnawajua? Yaani watu wenye roho nzuri mnawajua. Sasa kama mnawajua watu wenye roho nzuri, kwa nini huwa mnawatibua? Yaani mtu mwenye roho nzuri mnamtibua, mwenye roho mbaya ndo mnamnyenyekea. Kwa nini? Mganga, uso muda kujadili. Naomba unisaidie, naweza nikafa. Napata maumivu sana. Hata kuongea hivi napata shida. Naomba unisaidie. Sikiliza nikwambie kitu. Hapa mimi sijajia hayo. Hapa nilikuja kuangalia tu. Sawa? Kwa sababu huyo kaka yako tunajiuliza ni kwa nini hatumuoni. Yaani sio mimi, hata wengine. Lakini acha nikwambie kitu kimoja. Nikwambie ukweli. Mimi huyu mganga uliyejaribu kuniamini, mimi mwenyewe ni mchawi vile vile. Na sababu ya nyinyi kuendelea kuwa hai ni huyo kakako ambaye sisi hatumuwezi. Tumeshafanya uchunguzi huu mji wote na tumekosa majibu. Ila ujasiri wa kuja kujidhihirisha kwako ni kusikia kwamba wewe umekunywa sumu na kaka yako tupo kwenye mpango wa kumuua. Kwa hiyo kikwazo ambacho tulikuwa tunakiwaza wachawi wa eneo hili kinaenda kuisha sasa. Kitu ambacho ukijui, dunia ina siri kubwa sana sana sana. Usimwamini kila mtu. Na nikikwambia ni wangapi wabaya wanaokuzunguka wewe, utashangaa sana. Kiasi kwamba utaona kama umeishi mpaka sasa hivi ni Mungu amekusaidia. Wewe ni mchawi? Mimi ni mchawi ndio. Kwa hiyo kumbe alikuwa anatusumbua unashirikiana naye? Wachawi wana ushirikiano.